Gemini, Libra na Aquarius. Ujumbe wa leo Alhamisi ya tarehe 16 Julai 2026. Spirit inaonyesha kuwa kuna huyu mtu anakukumbuka sana. Ule ukimya ambao uko kati yenu haumaanishi kwamba ameacha kukuwaza, hapana. Kwa kweli ule umbali uliopo kati ya nyinyi wawili umemfanya atambue thamani ya kile alichokipoteza. Spirit inaendelea kunionyesha kuwa huyu mtu kuna maneno anaenda akirudia, kwa mimi nilipaswa kushughulikia jamani mambo kwa njia tofauti, mbona nilifanya hivi? Kwa hiyo usishangae ikiwa mtu huyu atakutafuta ghafla, kwa sababu nishati yake nilipokuwa naangalia ilionyesha kuwa huenda akapiga simu akataka kuwasiliana na wewe. Yani kuna nguvu katika kipindi hiki, yani usimwone kimya tu, kuna mambo yanaendelea. Na pia naona hivi katika air signs kwa wengi mafanikio naona kuwa mwaka mmoja ujao utakuwa tofauti kabisa na miaka yote, hata na mwaka uliopita na huu pia, kwa sababu spirit inaonyesha kuwa kipindi cha miezi 12 ambapo kutakuwa na mahusiano, kujiamini, fedha, mtindo wa maisha, kila kitu kitaanza kubadilika kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hivyo hapo ulipo sasa hujakusudiwa kubaki hapo. Kama wewe ni air sign Gemini, Libra, Aquarius, usione eti hapa nilipo sitaenda mbele, hapana. Mwaka ujao unaweza kuwa kipindi cha utofauti sana na mambo mengi yatanyooka. Kwa hivyo haujakusudiwa kubaki ulipo sasa, na mwanzo mpya unakuja. Huu ni mwanzo mpya tu, ni sura mpya ya maisha yako. Na pia nilipokuwa nafanya reading, kuna namba niliziona. Nyote mnajua kuhusu angel numbers. Kuna namba ukiziona huzioni tu, huwa zinabeba message, zinabeba maana fulani. Na niliona namba malaika 1010. Umekuwa ukiona hizi namba? Utacomment hapo chini, na usisahau kusubscribe kwa channel yangu ya Dr. Mwaka Global on YouTube. Kwa hiyo namba malaika 1010 ilikuwa inaonyeshwa na spirit. Hii ni namba ambayo inaonekana mara kwa mara na huenda uko umeiona pia. Reading inanionyesha kuwa imekuwepo, na pengine ushajiuliza hii namba 1010 inamaanisha nini? Kwa hivyo nimeona kuwa hii namba, angel number ya 1010 ilikuwa ina message muhimu sana, ambao ni kwa wale wenye nyota ya air signs ama Gemini, Libra na Aquarius. Inaonekana mara kwa mara ikionyesha kuwa uko katika mzunguko mmoja wa maisha ambao unafungwa, huku mwingine mpya na wenye mafanikio ukianza. Kwa hivyo muda wa kimungu unafanya kazi nyuma ya pazia. Usijiulize maswali mengi, kwa sababu kile ambacho kilionekana kuwa kimechelewa kinaanza kusonga mbele. Na pia naona baadhi yenu mnaingia kwenye nafasi za uongozi, huku wengine mnaanza kudhibiti maisha yenu vizuri. Hutaki kusubiri mtu mwingine amue au akuchague, hapana, unaanza kujisimamia wewe mwenyewe. Pia spirit inasema kuwa unajihitaji wewe mwenyewe. Yani kabla kutarajia mtu mwingine akupende, sijui kuonyesha uthabiti, unaanza kujipenda wewe mwenyewe. Unaanza kujipatia nafasi wewe mwenyewe, nafasi ya kupona, kwa sababu wengine wenu naona kuwa mmetumia muda mwingi kubeba mizigo ya kihisia ya watu wengine, kiasi cha kwamba mpaka mmesahau furaha yenu nyinyi wenyewe ndio muhimu sana. Kwa hivyo katika kipindi hiki kujipenda sio binafsi, bali ni hitaji muhimu ambalo spirit inasema lazima ulifanyie kazi. Kwa hivyo kama mnajipenda, si kwa tu unajiona uko binafsi, hapana, inafaa ifanye hivyo ndio kila kitu kianze mwanzo mpya. Pia spirit kwa inaonyesha kuwa kuna changamoto za kuaminiana katika uhusiano zimekuweko katika uhusiano wako. Kuna changamoto za kuaminiana zimekuweko, pengine unazijua kwa kusikiza reading hii. Inaweza kuwa wewe ulikuwa unalinda moyo wako kutokana na maumivu ya zamani, au kuna mtu mwingine pengine kuwa anaogopa kukataliwa. Kama ni Gemini, Libra na Aquarius, pengine ulikuwa unaishi na hofu na kutojiamini. Hizi zote ni kuta za kihisia. Lakini maendeleo yatakuja, ijapokuwa yatakuja polepole. Kitu ambacho kinahitajika sasa ni mazungumzo ya kweli. Usifanye maamuzi kwa kubahatisha au kudhani huyu unafanya mazungumzo ya kweli ili kuendelea. Pia nikaangalia kulikuweko na kadi ya soulmate nilipokuwa nafanya zile tarot readings, na nikaona kadi ya soulmate inasema kuwa kuna nishati ambayo iko na nguvu zaidi katika usomaji huu. Kwa baadhi yenu kuna soulmate ambayo yuko tayari kwenye maisha yako,
lakini yeye mwenyewe hajajikusanya kwa ujasiri ili za kujitokeza umuone. Na kwa wengine naona ni mtu ambaye hujakutana naye kabisa. Vyote viwili hivyo inaonyesha kuwa kuna muunganiko wa kiroho ambao utakuwa na umuhimu mkubwa sana kwako, na utaingia katika maisha yako pale tu utakapoacha kukimbizana na watu ambao yani wasiopatikana au wasiokuthamini. Yani kuna energy ya soulmate itakuja. Kwa hiyo si lazima tuanze kuthibitisha watu, unatafuta watu wasiopatikana wale ambao wakuthamini. Hapana, hutakimbizana. Pia spirit kwa inaonyesha kuwa kuna jambo lenye nguvu linakuja. Ni jambo rahisi, usishtuke, lakini kile ambacho kinakuletea furaha kinakuja. Sasa unafaa kuacha kufanya maamuzi kwa kuzingatia matarajio mengine. Kama unataka kusafiri, we safiri, usiulize mtu. Kama ni ratiba yako ibadili. Kama ni kununua kitu unachokitaka kinunue. Kama ni kuanza hobi mpya, anza. Yani kubali fursa ambazo zinafanya moyo wako ujisikie uko hai. Usitafute uthibitisho kwa watu wengine, kwa sababu furaha yako ndio muhimu sahihi zaidi. Furaha yako ndio inayovutia sura mpya maisha yako. Na pia mwisho, kabla sijamalizia reading ya leo Alhamisi, nilikuwa naona kwa spirit inaonyesha kuwa kuna nishati yenye nguvu ya ndoa au kujitolea kwa muda mrefu, long term commitment inaingia. Hii tumeiona kwa sababu nimeona kadi ya soulmate. Kwa hivyo kuna ile nishati ya ndoa inaingia. Kuna dalili naona za posa, kuna dalili za uchumba, kuna dalili za mipango ya harusi, kuna dalili za mazungumzo mazito kuhusu maisha yako pamoja na mtu fulani. Na hii harusi ni alikwe. Kwa hivyo ikiwa umekuwa ukijiuliza jamani, huyu mtu ana upendo wa kudumu, huyu mtu ni hatima yangu, spirit inasema jibu ni ndio. Lakini upendo hautakuja kwa gharama ya mali yako. Yani hutajipoteza ili kumfurahisha huyo mtu, hapana. Mtu sahihi atakapokuja hatataka ujipoteze ili umfurahishe. Kwa hivyo kipindi cha mwaka mmoja ujao, hiyo tunaongelea kuhusu 2027. Air signs wengi watapokea mawasiliano yasiyotarajiwa kutoka kwa mtu ambaye anawakumbuka. Watafungwa ile mzunguko mkubwa wa maisha na kuingia kwenye uhusiano wa kweli, kiwango ambacho mmekuwa mkikingoja, kiwango bora na chenye afya zaidi kuliko walichowahi kupitia hapo awali. Kwa hivyo hii harusi ya air signs msisahau, na huenda labda umeona signs za kuwa ndio kuna mtu nahisi ni soulmate. Utacomment hapo. Kumbuka usisahau kusubscribe kwa YouTube channel yangu ili kupata readings, daily horoscope na kuelewa mambo ya kiroho zaidi.